Mambo ya kwanza ni mambo ya sub county ya Oldonyiro. Mambo ya nini? Sub county ya Oldonyiro. Last week tulikuwa na Waziri Murkomen. Akaniambia ofisi ya Oldonyiro ikimalizika leo, after 1 week atakuja kulaunch nini? Sub county ya nini? Ya Oldonyiro. Mimi nimeongea na Mheshimiwa Samal aharakishe. Na tukiona anachelewa nitakaa naye chini, mimi nimsaidie kumaliza hiyo kitu haraka, ndio tumalize hii mambo ya sub county ya nini? Ya Oldonyiro. Mimi najua iko siasa kidogo, inasemekana sub county ya Oldonyiro itachukua ardhi ya watu ya Burat. Na hiyo inaelezwa na wanasiasa. Na mnajua wanasiasa wale wanapeleka hiyo pipira huko ni kutaka kugonganisha watu wa Oldonyiro na watu ya Burat. Kwa sababu siasa yao inategemea kugawanya watu. Mimi nataka kuambia watu ya Burat, watu ya Oldonyiro ni mandugu zenyu. Hakuna ubishi katikati ya watu ya Oldonyiro na watu ya Burat kwa sababu ya mambo ya mashamba. Sub county ya Oldonyiro haiwezi nyakua shamba ya Burat. Kwa hivyo hiyo siasa na fitina hutaki kusikia. Na mimi nataka kuambia Senator Batuma, kwa sababu yeye ndio ako na hiyo siasa ya kipumbavu na upuzi, awaje kugonganisha watu. Sababu ya kuleta sub county ni kulete service ya national government closer to the people. Ukileta ofisa ya kitambulisho hapa, atanyakua shamba ya watu ya Burat. Ukileta DCC hapa, atanyakua shamba ya watu ya Burat. Mambo ya boundaries na mambo ya services zinahusiana nini? Haina uhusiano hata kidogo. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikishia watu ya sub county ya Oldonyiro, mtaletea DCC yenu, msikose usingizi kwa sababu ya porojo ya Fatuma ambaye anachochea mandugu zetu pande hiyo. Mimi nitakaa na mandugu zetu ya Burat niwaambie hakuna boundary yao inachukuliwa na watu ya nini? Ya Oldonyiro. Tunaelewana na watu ya Oldonyiro. Mambo ya holding ground. Unataka kusikia mambo ya holding ground ndio? Tulikubaliana na rais kwa sababu hata abatua imekaa kwa nini? Kwa holding ground. Na investor hawezi kuchukua hiyo abatua kama haina nini? Haina cheti miliki. Na cheti miliki ya abatua haiwezi patikana mpaka holding ground ikuwe nini? Gazetted. Mnafahamu? By time rais atakuja kutembea hapa kufungua hiyo abatua, investor akianza kazi, LMD itakuwa gazetted. Na mimi nataka kuhakikishia, mimi najua iko mgogoro mingi sana kwa mambo ya LMD. Iko watu ya Burat wanasema LMD ni yao. Iko watu ya Oldonyiro wanasema LMD ni yao. Tutahakikisha hii mambo imeenda kiwango ya kuwa hakuna community inapigana na watu wengine kwa sababu ya mambo ya nini? Ya LMD. Tunaelewana watu wa Oldonyiro? Hautaki kusikia watu wa Oldonyiro wanachukua bunduki kupiga watu ya Burat. Ama watu ya Burat wanachukua bunduki kupiga watu ya nini? Ya Oldonyiro. Kwa sababu hii shamba ni kubwa, inatosha kila mtu. Tunaelewana? Hii shamba ni hekta 1,100. Hekta 1,100 hata ukipatia wewe peke yako, utakufa, watoto wako wakufe, wengine wakufe na haitakusaidia. Tunaelewana jameni? Kwa hivyo hakuna sababu ya watu kufanya nini? Kukosana kwa sababu ya holding ground. Na mimi nataka kuhakikishia ndugu zangu ambao wanaishi Burat, Oldonyiro haiwezi kutoka Oldonyiro ikachukua boundaries ya nini? Ya Burat. Na ule mtu anawaambia hivyo kwa sababu mimi najua ni nani. Aambiwe apunguze fitina. Fitina haiwezi kumsaidia. Kwa sababu tutapatiana document na dakika ya mwisho yeye ndo ataaibika. Kwa sababu hata shamba ya jeshi na wananchi wa Burat tumeshindwa kutatua kwa sababu ya fitina hiyo mama. Sasa ile serikali inasema mkae chini mmalize hiyo maneno, yeye anakimbia kotini. Kotini imesema turudi tukae tuelewane. Sasa unamuuliza from onset ulikuwa unaenda kotini kufanya nini? Kupotezea wananchi time, kutupotezea time. Hiyo mambo tulikuwa tumemaliza kitambo. Tunaelewa watu wa Oldonyiro. Mambo ya maendeleo Oldonyiro. Kama tumefanya maendeleo Oldonyiro, watu wa Oldonyiro wanaona, si ndio? Si ni kweli? Kama hatujafanya, si mnaona? Si tuko kwa serikali miaka ngapi? Miaka ngapi? 2 peke yake, si ndio?
Hakuna ward katika kaunti ya Isiolo hatujafanya project kama 10. Hakuna ndani ya Isiolo County. Na kama ulikuwa unataka tukupatie pesa ya maendeleo vile ulikuwa umezoea kupatiwa, ati uhongwe ndio usipeleke mimi Senate, utaendelea kumpiga kelele, hakuna pesa ya maendeleo tutakupatia. Kama umekuwa na lifestyle ambayo ni expensive, umeweka lifestyle expensive ya kufuga vijana, pambana na hali yako. Pesa ya Isiolo County huwezi patiwa. Na nimetangazia hapa Oldonyiro. Pesa ya development ni kuhakikisha health center Oldonyiro imetoka kutoka dispensary imeenda level ngapi? Level 4. Si pesa ya kupatia mtu aende akalishe nao vijana. Na hata mimi nashindiko kijana analipwa 1,100 kila mwezi. Anakaa hapa Nyanyuki. Sasa huyu kila usubuhi mama ako na hasira. Hii kijana anaonekana afanye kazi mzuri. Watu wa Oldonyiro mko na kijana mzuri ya kusaidia huyu kijana mwingine. Unajua mama akishughulikiwa mzuri kwa bomba, usubuhi anaamka kama amefurahia, si ni kweli? Lakini ukiona mama ameamka usubuhi ako na mahasira, iko shida. Na mimi sijui kwa nini kijana mdogo kama hiyo ambaye analipwa 1,100 ameshindwa na kazi. Vijana wa Oldonyiro mko tayari? Amudai kule 1,100? Watu wa Oldonyiro, mnanisikiza? Wengine wanauliza kwa nini Madaraka Day imeletwa nini Oldonyiro? Ati Oldonyiro ni mbali. Oldonyiro Madaraka Day haifai kufanywa. Mnakubaliana hiyo maneno watu wa Oldonyiro? Alafu nimeona ameambia kibaraka yake hapa anakaa hapa. Hata sijamuona leo hapa. Akiandika kwa social media kama anaikuja Oldonyiro atapigiwa. Alikuwa anafikiri mimi naogopa kuja Oldonyiro. Bure kabisa yeye. Mimi namwambia mimi saa hii sitaki ku lose focus. Focus yangu ni kazi. Wakati ya kukanyangana ikifika, nitakupitia kama trailer. Hiyo wakati ikifika. Na mimi sijawahi kosa usingizi kwa sababu ya mtu mwenda wa simu. Ati nilale usingizi, ati iko mtu mwenda wa simu watafanya mimi nikose usingizi, ati nitakosa kitu. Mimi nataka kumwambia leo ningeo Oldonyiro. 2027 ajitayarishe. Ajitayarishe na wale vinyangarike wako nao. Nitawapitia kama trailer saa 12 ya usiku. Sisi niwaambia ndawashinda tu kwa kile kile. Nitapitia kama trailer saa 12 ya usiku. Na mimi sina shaka nitashinda. Kwa sababu mimi ni mchapaka. Na nilisema kama sifanyi kazi mimi siwezi omba kura. Lakini kukupatia pesa ya umma ule nao vijana, hiyo sahau. Bure kabisa, sahau hiyo. Wewe ndio ukapiga mdomo hapo unapiganga. Mimi siwezi kukosa usingizi kwa sababu ya hiyo. Watu wa Oldonyiro tunaelewana? Mko chonjo? Kabisa. Nimebakisha kitu gani ya Oldonyiro kuongea ambaye ni ya maana? Tumekubaliana Lemantili hapa, hii mambo ya health center tulisema hii financial year tutajenga hii ikuwe ni level 4. Ndio watu wa Oldonyiro wapate hii services mzuri wasiende huko Isiolo. Saa hii mimi nasikianga akisema, hospitali ya Isiolo ni mbaya. Juzi nimeona masenators wakizunguka wameenda Garissa, wakaenda Wajir, wakaenda Mandera, wakafika Marsabit, kufika Isiolo wakaruka. Wakakosa kuja Isiolo. Ninajiuliza, wewe ulikuwa unasema hospitali ifanye kazi. Senators wamezunguka hiyo hospitali nyingine wamekosa kuja Isiolo kwa sababu ya nini? Kwa sababu yeye aliwaambia wasiku. Wakikuja wataona ile uongo anaongeanga wapi? Kwa sababu watu ya Meru wanakuja kutibiwa wapi? Isiolo County. Watu ya Marsabit wanakuja kutibiwa Isiolo County. Watu ya Samburu County hapa jirani wanakuja kutibiwa wapi? Alafu wewe mwenda wa simu kwa sababu hujapatiwa pesa ile umezoeshwa kwa kitambo, unasema haifanyi kazi. Unamwambia sasa ile mtu amekufa kwa casualty unakimbia hapo. Haya wacha mimi nyamaza sasa. Wacha nikaribisha. Msimame watu karibisha county commissioner. Asome speech ya president yangu nimemalizia hapo. Wao makofi ya CC. Hapana, nataka wazee wa Samburu wapigie CC makofi.